Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata. Na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lakini pia unaweza kushare, unaweza kuwashirikisha marafiki mafundisho haya. Unaweza comment, unaweza like, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Leo tutajifunza kichwa cha ujumbe unasema kwamba mafanikio yako yamefichwa nyuma ya changamoto unayopitia. Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya. Na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mafanikio unayotamani yamefichwa nyuma ya changamoto unayoipitia. Na watu ambao wanapopita kwenye changamoto mbalimbali wanalalamika. Lakini kumbuka kwamba katika kila changamoto tunayoipitia kuna fursa. Hakuna changamoto ambayo tunaipitia ambayo haina fursa. Na ndio maana tunaposoma kwenye Yakobo sura ya kwanza mstari wa pili nasema kwamba ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali. Tunaweza kuweka kwa tafsiri nyingine kwamba hesabuni kuwa ni furaha tupu tukiangukia kwenye changamoto mbalimbali. Madam tupo hapa duniani, tunapita kwenye changamoto, tutapita kwenye magumu. Lakini uwe na mtazamo huu ambao utakusaidia unapopita kwenye changamoto, kwamba nyuma ya changamoto kuna mafanikio yako, kuna fursa ambayo imefichwa. Kuna fursa ambayo imefichwa, ambayo hiyo fursa itakupelekea wewe kufanikiwa kwenye eneo fulani. Kwa mafanikio unayotamani yamefichwa nyuma ya changamoto unayopitia. Na ndio maana watu ambao wanajua siri hii, wanapopita kwenye changamoto, sio kwamba ni watu wa kunungunika, sio kwamba ni watu wa kulalamika, kwa sababu wanajua mafanikio yao yamefichwa nyuma ya hiyo changamoto wanayopitia. Hakuna kitu ambacho ni kibaya 100%. Katika kila ubaya unaoona kuna uzuri ambao umejificha. Sasa ukiangalia huo ubaya unaopitia, hiyo changamoto unayopitia kwa jicho la kibinadamu, huwezi kuona chochote. Lakini ukiangalia kwa jicho la kimungu utatambua kwamba kuna fursa ambayo imejificha, kuna mafanikio ambayo imejificha nyuma ya hiyo changamoto unayopitia. Na ndio maana Mungu anatutaka tuwe hodari. Mungu anataka tuwe majasiri. Fikiria habari ya kina Meshaki, Shadraka na Abednego. Wakati mfalme alipokuwa ametengeneza sanamu ambalo kila mmoja alitakiwa kuliabudu hilo sanamu, lakini Meshaki, Shadraka na Abednego walisema kwamba sisi hatupo tayari kuliabudu hilo sanamu. Kwa jinsi ya kibinadamu walikuwa kama ni watu wanaohatarisha uhai wao. Walikuwa wanahatarisha uhai wao. Lakini nyuma ya hilo jaribu walilopitia, nyuma ya hiyo changamoto waliyopitia, kulikuwa na promotion. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba baada ya kina Meshaki, Shadraka na Abednego kutokuunguzwa na moto, wakainuliwa katika ufalme wa Babeli. Wakawa ni watu wakuu. Lakini kwa jinsi ya kibinadamu inawezekana kabisa walionekana kwamba wana akili. Kwa nini wasisalimu tu amri? Kwa nini wasisalimu tu amri? Waweze kusujudu kama watu wengine wanazosujudu. Na ndivyo watu wengi ambao wapo hapa duniani, watu ambao wanavunjika moyo kiurahisi, ni watu ambao wamejaa hofu, wamejaa mashaka. Wanashangaa kwa nini hawafanikiwi kwenye maisha yao. Ni kwa sababu wanapokutana na changamoto, wanaiangalia hiyo changamoto kwa jicho la kibinadamu. Matokeo yake wanakata tamaa, matokeo yake wanarudi nyuma. Hakuna mtu hata mmoja aliyefanikiwa ambaye hajawahi pita changamoto. Wote waliopitia changamoto waliofanikiwa kwenye eneo lote walipita kwenye magumu, walipita kwenye changamoto, lakini waliangalia hiyo changamoto kwa jicho tofauti na wale ambao hawajafanikiwa. Mafanikio yako unayotamani yamefichwa nyuma ya changamoto unayopitia. Na ndio maana maandiko yanasema kwenye Zaburi 25, anasema naam, mngojao Bwana hataaibika hata mmoja.
kwamba kuna mambo mengine, kuna miujiza mingine nitachelewa, lakini maadamu utaendelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu, maadamu utaendelea kusimama katika imani, mwisho wako lazima utakuwa mzuri tu. Mwisho wako lazima utakuwa mzuri tu. Changamoto unayopitia ichukulie kama ni fursa. Ichukulie kama ni fursa ya kuinua imani yako. Imani yetu inaimarishwa wakati mwingine kupitia changamoto tunazozipitia, kupitia magumu tunayopitia, kupitia magumu tunayopitia. Na ndio maana mtu ambaye amezoea kuumwa na mbu, sio rahisi sana kufa kwa malaria, kwa sababu tayari ameshatengeneza kinga dhidi ya vimelea vya malaria. Kwa sababu kule kuumwa, vivyo hivyo imani yetu inaimarishwa kupitia changamoto tunazozipitia. Kwa maana changamoto tunazozipitia ni fursa ya kuinua imani yetu. Na imani yetu ikiimarika, ni rahisi kuishi maisha ya ushindi kwenye maeneo mbalimbali. Kwa changamoto unayopitia ichukulie kama ni fursa ya wewe kufanikiwa, ni fursa ya wewe kuinuka, ni fursa ya wewe kuinuliwa. Kumbuka kwa habari ya Goliath na Daudi. Ufalme wa Daudi ulikuwa umefichwa. Mafanikio ya Daudi yalikuwa yamefichwa nyuma ya Goliath, ambaye ndilikuwa jaribu, ilikuwa ni changamoto. Kumbuka Daudi alikuwa ni mtu wa kawaida tu. Familia yake ilikuwa ya kawaida tu. Hata kondoo waliokuwa nao walikuwa ni wachache. Na ndio maana kaka yake Daudi akasema kwamba wale kondoo wachache umemwachia nani? Ile Daudi akasema kwamba atafanywa nini atakayempiga huyu Mfilisti asiyetahiriwa. Baada ya kumpiga Mfilisti, umaskini ukaondoka kwenye familia ya Yese. Kaondoka kwenye familia ya Yese, wakawa ni watu matajiri. Mafanikio yako yamefichwa katika changamoto unayopitia. Hiyo changamoto unayopitia iangalie kwa jicho la kibinadamu. Usiangalie kwa jicho la kibinadamu, iangalie kwa jicho la kimungu. Lakini tunamwona pia Ayubu. Hiyo kwa habari ya Goliath na Daudi tunasoma kwenye Samueli wa kwanza 17 kuanzia mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza 17 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 50. Utaona habari za Goliath na Daudi. Habari za Goliath na Daudi. Lakini pia tunaposoma kwenye habari za Ayubu. Ayubu ambaye alikuwa ni mtu tajiri, mali zake zilipotea kufumba na kufumbua. Lakini Ayubu alisimama katika imani. Akasema, ninachojua kwamba mtetezi wangu yupo hai, na hatimaye atasimama juu ya nchi. Juu ya nchi. Lakini mwisho wa Ayubu ulikuwa mzuri zaidi kuliko mwanzo wake. Kila kitu alichokipoteza kilirudi mara mbili. Kilirudi mara mbili. Na kaishi miaka mingi, akaona mpaka kizazi cha 3. Akaishi miaka mingi akiwa na mafanikio makubwa. Mafanikio yako yamefichwa nyuma ya changamoto unayopitia. Haijalishi unapitia changamoto gani, hiyo changamoto iangalie kwa jicho la kimungu, usiangalie kwa jicho la kibinadamu. Usiangalie kwa jicho la kibinadamu. Simama katika imani ukijua kwamba mwisho wako utakuwa ni mzuri zaidi. Simama katika imani. Haijalishi ni kitu gani ambacho kinachelewa, ni muujiza gani ambao unachelewa, simama katika imani. Maandiko yanasema kwamba mngojao Bwana hata aibika hata mmoja. Hata aibika hata mmoja. Hata aibika hata mmoja. Kaa katika imani, kaa katika maombi, mngoje Bwana, simama katika imani, piga vita vilivyo vizuri vya imani. Mwisho wako utakuwa ni mzuri kuliko huo mwanzo wako. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Ninaamini inawezekana unapitia kwenye changamoto, ninaamini inawezekana unapitia kwenye magumu, lakini kumbuka hili, hakuna ambaye amefanikiwa ambaye hajawahi pita changamoto. Na ndio maana Yakobo 1:2 anasema, ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali, mkiangukia kwenye changamoto mbalimbali, mkiangukia kwenye magumu mbalimbali. Hesabuni kuwa ni furaha tupu. Hesabuni kuwa ni furaha tupu. Na Roho Mtakatifu akusaidie, akuwezeshe kusimama katika imani, akuwezeshe kupiga vita vizuri vya imani. Moyo wa uvumilivu na uumbike ndani yako. Roho ya kukata tamaa iondoke
iondoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neema ya kuendelea kupiga hatua, neema ya kuendelea kusonga mbele, hiyo neema na iwe juu yako. Na kama yamkini ulikuwa umekata tamaa, Bwana nakupe nguvu mpya katika jina la Yesu. Bwana nakutie nguvu katika jina la Yesu. Bwana nakushike kwa mkono wa kuume wa haki yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Pokea nguvu mpya kusonga mbele, pokea nguvu mpya, inuka tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na mwisho wako utakuwa mzuri kuliko mwanzo wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare na kucomment katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen.